Na hii ni sehemu ya 145, sehemu ambayo tuliishia ni baada ya pande zote mbili kumgombania Hamza. Wanamhitaji Hamza wakati Hamza mwenyewe bado yuko huko anajifua zaidi, na waliokuja hapo ni kama upande mmoja unaonekana upo kwa shari zaidi. Mama wa Hamza pia yupo. Sasa kina Chifunda bwana ni kama watu fulani ambao wapo kiugomvi zaidi na wanataka kupigana hadi na mama yake Hamza. Tayari Sali kashapigwa na wanataka sasa kwenda kumpiga mama wa Hamza, kwa sababu wamesema ya kwamba kama tusipomuua huyu mwanamke tutakufa wote, na atamgeuza Hamza kuwa upande wake. Sasa mkale mbivu aliyekuwa kwenye levo ya ufunuo mkuu alihisi kabisa nguvu zake hazikutosha. Hata hivyo, mara baada ya kufikiria uhai na kifo, aliona njia pekee ni kujipa ujasiri na kuingia vitani. Chifunda akasema ya kwamba mbivu, mimi sihitaji msaada wako kumuua huyu mwanamke shetani. Sasa msikilizaji, tunasonga mbele na wote hawa wawili wapo hapo kumshawishi Hamza. Sasa mama yupo kwa ajili ya kumwambia Hamza asije kuwa kikwazo kwa Sheikh Yamun. Je, Hamza atakubali? Na hawa kina Chifunda wanamtaka Hamza awe upande wao kwa sababu wanajua huyu ni Mwafrika na inabidi aje kwenye ukoo wao. Sasa ni vita, ni mvutano vibaya sana. Tunasonga mbele na nikukumbushe tu kusubscribe channel hii jamani, kama kulike basi like, comment, sawa Yes, kwa hiyo tunaendelea. Mara baada ya mkale mbivu kuzuiwa na Chifunda kutofanya chochote, na alikubali. Istoshe hakuwa amefika kisiwani hapo kwa ajili ya kupigana. Mwanzoni wakati Chifunda akipigana na Sali, alikuwa ashafikiria namna ya kumaliza pambano hilo, lakini kutokana na ujio wa Victoria ilikuwa ni ngumu kwake hata kuongea vizuri ili kupoza mapambano hayo. Sasa Chifunda muda huo alikuwa akijiamini sana. Hakuwa na ile hali ya wasiwasi aliyokuwa nayo mwanzo, na mara moja alianza kuamsha nguvu ya damu yake pasipo kujizuia. Chifunda alijikuta akivuta pumzi nyingi sana na kufanya mkondo wa hewa ndani ya eneo hilo kubadilika kwa mara nyingine. Mafuriko ya nishati ya mbingu na ardhi yalikusanyika katika kifua chake, macho yake yakitoa mnunurisho wa mwanga wa dhahabu. Hisia za ukuu wa msisimko wa kuamka kwa damu yake zilipenya kwa kila mtu, na utashi wa uoga ukawavaa, ukawalazimisha wasogee mbali pasipo kupenda. Asa Victoria aliona kwamba akimruhusu Chifunda kutoa pumzi hiyo ya simba, moja kwa moja eneo hilo lingeharibika. Sasa akatoa onyo, akasema ya kwamba we mzee, siweze kukuruhusu ukaharibu makazi ya mwanangu. Basi pale pale alifyatuka kutoka ardhini na kukwea angani kwa wepesi mkubwa, kana kwamba anga linamvuta. Alisambaza mikono yake juu ya anga huku akinena maneno ya kichawi. Pale pale nishati kubwa ya kimajisi ya nguvu ya giza ilijikusanya mbele yake, ikizunguka kama dhoruba. Asilimia kubwa ya nguvu za kimajisi alizokuwa nazo Victoria aliweza kuziita na kuzitumia papo kwa papo. Ni baadhi tu ya mitupio ya kichawi aliyohitaji muda kuandaa ili tu asitumie nguvu zake nyingi za kiroho. Ndani ya nusu dakika tu Chifunda alikwisha kuvuta pumzi nyingi sana, na sasa aliachia kwa kuitema kwa nguvu, huku sasa kiunguruma. Pumzi hiyo ya simba mzalabari ilikuwa ni haribifu kuliko ile ya mwanzo aliyomshambulia nayo Sali. Ilikuwa kana kwamba Chifunda amegeuka mashine ya kutema shoti za mwanga wa dhahabu, akimfyatulia Victoria pale alipo. Sasa nguvu ile ya giza aliyokusanya Victoria ilifyatuka kwa kujigawa, ikichukua maumbo ya majoka wanaopaa na kwenda kukabiliana na pumzi ile ya simba. Nishati ya pumzi ya simba pamoja na mizimu ya majoka viliendelea kupambana katikati ya hewa, vikizuia nguvu yoyote kupita chini kwa zaidi ya sekunde 5. Wakati huo nguvu chanya ya Chifunda na nguvu hasi za Victoria zilivaana na kutengeneza mlipuko mkubwa sana. Mtikisiko wa mawimbi ya sauti uliwafanya wanaoangalia wasikie ni kama kuna kengele masikioni hivi, na miili yao yote ikapata vipele. Upepo mwingi ulivuma ndani ya eneo hilo ukasababisha mawimbi ya bahari kuongezeka.
mpaka pale nguvu ile ilipotulia. Kila mmoja aliinua kichwa juu na kugundua kwamba watu hawa wawili walishaanza kupigana tena. Mara baada ya Chifunda kuona sasa pumzi yake ya kinishati imezuiwa, pale pale aliamsha nuru ya mwili wake na kuielekeza kwenye ngumi. Kwa ukali mkubwa alianza kumrushia Victoria mashambulizi ya ngumi na viganja. Nguvu ya nishati ya kimwili iliamka na kumshambulia Victoria moja baada ya nyingine. Kwa mmajisi wa level wa Victoria, ilikuwa ni ngumu kumsogelea kabisa. Hata kama mtu akijaribu, tayari angekuwa na mbinu nyingine ya kujilinda. Muda huo mwili wa Victoria ulikuwa umefunikwa na tabaka jeusi, ukimfanya onekane kana kwamba amevaa gwanda la kijeshi na kumpa spidi kubwa pamoja na uwezo wa kujilinda kwa wakati mmoja. Wakati huo huo, haikueleweka mifupa imetokea wapi, bali ilikuwa imechongwa kwa makali kama mishale na kumsogelea Chifunda kwa kasi. Hata hivyo, ingawa uwezo wa Victoria ulikuwa ni mkubwa kuliko wa Chifunda, nguvu ya damu ya simba mzalabari ilikuwa na uwezo wa kudhibiti nguvu hasi za aina nyingi. Hivyo mapigano yao yakawa ni magumu kutabiri nani angeshinda. Basi, sekunde ambayo Victoria alitua chini ya ardhi, alifyatua mkono wake na pale pale mchanga ulianza kusanyika. Ukainuka kutoka ardhini na kutengeneza masanamu matatu ya kishetani yaliyofanana na mapopo. Mara baada ya kuyaingizia nguvu, masanamu yale ya kishetani yalipaa angani na kumsogelea Chifunda kwa kasi. Sasa Chifunda kuona hivyo, alishia kutoa uso wa kejeli. Pale pale alifyatua mkono wake kwa kuzungusha na kutengeneza duara la nguvu ya nishati. Wimbi la sauti la mungurumo wa simba pamoja na mitetemo ya nishati vilivaana na vibwengo wale na kuwasambaratisha. Hata hivyo, moja ya mapopo yale ya kishetani lilifanikiwa kumfikia Chifunda na kuishika shingo yake kwa nyuma. Lakini Chifunda tayari alikuwa amejiandaa kwa jambo hilo, na akaongea kwa kejeli tu, akasema kwamba uchawi wako ni wa kipuuzi sana. Wakati Chifunda akitaka kulipasua sanamu lile la mlizamu, midomo ya Victoria ilitoa tabasamu la kejeli na kilichosikika ni boom. Ase, kama mzimu upasukao, dubwasha lile lilipasuka kama bomu zito lililojaa nguvu za kichawi. Sasa muda ambao Chifunda aligundua kinachokwenda kutokea, tayari alishachelewa. Katika ukaribu huo hakuweza kukwepa kabisa, na matokeo yake mlipuko ule ulisababisha sura yake kuharibiwa vibaya. Alikuwa katika maumivu kiasi kwamba alishindwa kuendelea kuimarisha nguvu zake kuelea angani na akashuka chini kwa spidi. Lakini Victoria angeachaje nafasi hiyo ipite? Pale pale alijifyatua na kuelekea upande wa Chifunda. Ghafla mkononi mwake likaonekana ua jeusi. Mara baada ya kulitupia angani, ua lile lilianza kuzaa maua mengine mengi tu. Wakati huo huo, maua yale yakaanza kupukutika majani yake. Kitendo cha muda mfupi tu kilijaza anga usawa alipo Chifunda na kuanza kudondoka chini, yakibadilika maumbo kutoka maua na kuwa visu vidogo vidogo kama viwembe vya kifo hivi. Sasa mara baada ya kuona Chifunda anakaribiwa kushambuliwa na viwembe vile vya kifo, mkale mbivu pale pale alichukua hatua. Mara nuru ya rangi ya dhahabu ililipuka kwenye mwili wake, na mara baada ya kufyatua teke tu, ile nguvu yote ya nuru iliungana na nguvu ya nishati na kufyatuka kama moshi mzito, ikimkinga Chifunda kwa juu. Ingawa shambulizi hilo halikusambaratisha visu vile vyote, vilipanguliwa kwa wingi na kufanya vishindwe kumfikia Chifunda. Ile Chifunda alipotua chini, alijikuta akiwa kwenye mshtuko pia. Alikuwa katika hali ya kuchanganyikiwa kwa namna alivyokuwa ameshambuliwa na bomu la uchawi. Alishia kutumia mkono wake mmoja kuziba damu iliyokuwa ikimtoka usoni, huku akisaga meno kwa maumivu, akimwangalia Victoria kwa uhasama mkali sana. Sasa Mzee Nginja kwa wasiwasi akasema kwamba babu Chifunda, uko sawa? Chifunda akasema kaa kimya, mimi babu yenu nimezembea kidogo tu. Muda huo mkale mbivu alishia kutoa tabasamu la uchungu, kisha akageuza kichwa chake na kusema kwamba Chifunda, unaonaje tukiondoka tu hapa? Kama Hamza akija itakuwa ni ngumu kwetu kujielezea. Msikilizaji, mkale mbivu alishajua muda mrefu
mrefu kwamba Yulia alishaenda kumuita mwamba Hamza. Yulia alivyotoka aliamua tu kwenda kule kwenye maabara yake. Alienda kutumia namna yote anayojua kumshtua Hamza kwamba oya, ketoni kwako kumewaka. Ingawa ilikuwa ni ngumu kujua ni muda gani Hamza angerudi, alijua ni swala la muda tu, na muda ambao Hamza atafika na kugundua kilichotokea, oya, moja kwa moja hawatakuwa na uwezo kuliongelea lile lililowaleta hapo. Yaani unaanzaje kuongea muda huo? Mkale Mbivu aliona kama angejua mapema, bora angekuja kisirisiri na Simba na kuachana na hiyo familia. Pengine mambo labda angekuwa ni mepesi zaidi. Afu istoshe, kama wangepata matokeo mazuri katika safari hiyo, hata kama familia Mjema ikasirike kwa kutoshirikishwa, wasingefanya chochote. Basi wakasema kwamba kujielezea, kwa nini nihitaji kujielezea? Mzee kama mimi wakale napaswa kujielezea kwa mtoto mdogo? Ili shetani la Armageddon lazima nilimalize kwanza. Sasa hilo li shetani lenyewe la Armageddon ni mama wa Hamza. Katika macho ya Chifunda, yeye kama mtu wa uungu wa kale alikuwa na hadhi kubwa kuliko kitu chochote duniani. Istoshe, si kwamba anaamini tu hiyo ndio elimu aliyopatiwa tokea akiwa mdogo na hakujali masuala mengine ya ulimwengu wa kawaida. Ukweli ni kwamba kitendo cha kuitwa wazee wa uungu wa kale na kuwa na mafunzo yanayozidi fahamu za binadamu wa kawaida kilimfanya Chifunda kujiona kwamba yeye ni mwenye fahari kubwa. Afu istoshe, kimantiki waliona hata kama Hamza akirudi hawezi kuwa kichaa na kwenda kinyume na tamaduni za kutokuheshimu mababu. Sasa katika macho ya Chifunda, matendo yake yalikuwa na manufaa makubwa. Kwa ajili ya hadhi ya ukoo wake, hakuwa mnyonge juu ya maamuzi yake. Mtoto mdogo kama Hamza angewezaje kuwa na nguvu ya kwenda kinyume na mababu zake? Anataka kupima akili ya Hamza kuhusu mababu. Hamza haelewi. Sasa huo ungekuwa ni endawazimu kabisa. Hata kama Hamza alikuwa na uwezo wa kupigana na wazee wa uungu wa kale wa familia Wahinde, bado asingekuwa kichaa wa kuwapiga wazee wa ukoo wake. Kwa hiyo, tokea mwanzo Chifunda hakumhofia kabisa kijana wetu Hamza. Akijua hawezi kufanya nini, hawezi kufanya chochote. Basi bwana. Hata hivyo, kwa upande wa Mkale Mbivu, fikra zake zilikuwa ni tofauti. Afestosha alikuwa ni bwana aliyezaliwa na upole na akibadilika kutokana na mazingira. Hivyo hakuwa na ukiburi kama aliokuwa nao Chifunda. Mara baada ya kusikia maneno ya Chifunda, Victoria alishia kutoa sonyo. Akasema kwamba nyewe wapuzi wa kale wa ukoo wa Simba mmemsababishia matatizo makubwa mwanangu pamoja na mimi. Si mnaitaka vita sana? Unganeni wote kupigana na mimi. Kwanza mnaniondolea usumbufu tu wa kuhangaika kuua mmoja mmoja. Simba akasema kwamba Victoria, acha kwenda mbali hivyo. Aliongea Simba aliyekuwa amejawa na mtazamo wake binafsi wa kujiona yupo sahihi. Kisha akaendelea kwa kusema kwamba kipindi kile ni wewe uliyejipenyeza kwenye kitengo chetu cha Malibu. Kisha wakamtega kaka na kumfanya mpaka leo hii kushindwa kupona. Ni kwa sababu yako ya kutii maagizo ya Armageddon Shakyamuni ndio maana ukaingiza uovu wako kwenye nchi yetu. Kama usingekubali kuwa shushushu, hivi nadhani ungeishia kupatwa na yaliyo kutokea? Wewe ndiye chanzo cha maumivu kwa wengine. Victoria akasema kaa kimya wewe. Bado tu unao ujasiri wa kuongea maneno hayo kwamba nilimuumiza Msiba kwa ajili tu ya kumlinda mtoto aliyekuwa tumboni mwangu. Nilikuwa nishavua uwezo wangu wote wa kimajisi na kuwa mtu wa kawaida. Wakati nilipopiga magoti nje ya geti la familia yenu nikiwa mjamzito, nikiteseka na baridi kali pamoja na mvua kama mbwa aliyekosa makazi, nikiwasihi kwa machozi kunisamehe na kunipokea, Msiba alikuwa wapi? Haya, wewe ulikuwa wapi? Kuja kwangu kwenu ilikuwa ni kutaka kuona tu kwamba ni mwanangu anazaliwa ndani ya familia. Hata kama hamkunipenda mimi nilitaka kwa ajili ya mtoto mnipokee, lakini bado hamkutaka hata kunisikiliza. Aliongea Victoria kama kichaa, huku macho yake yote yakiwa yameshaanza kufunikwa na machozi. Chuki kubwa na kinyongo kilichokuwa kimejichimbia kwenye moyo wake kwa muda mrefu kilianza kujidhihirisha. Alionekana bado hajapona licha ya mambo hayo kutokea miaka mingi iliyopita. Mara baada ya wasichana hao kusikia maneno hayo, walijikuta wakishindwa kujizuia na mioyo yao kuuma.
huku unyevunyevu wa machozi ukitanda machoni mwao. Kama wanawake, walielewa ni kwa kiasi gani Victoria aliteseka. Hasa muda huo, wakati hayo yakiendelea, hakuna mtu yeyote aliyeweza kugundua uwepo wa mtu mwingine kwenye kijimlima, akiwa kifua wazi, akiangalia kimya kila kilichokuwa kinaendelea kisiwani kwake. Huku akiwa na hali isiyoelezeka kabisa usoni. Hali ya hewa ilionekana kujawa na majonzi, kulionekana kuwa na ukimya wa muda. Sasa Simba alisema kwamba wewe ni mtu maskini wa fikra tu, unashindwa kuwajibika kwa matendo yako mwenyewe na kuanza kulaumu wengine. Ni mtazamo gani huo? Victoria akasema kwamba vyote vile utakavyoongea, leo hii sitaruhusu mtu hata mmoja atoke hapa akiwa hai. Msikilizaji, Chifunda ambaye bado hakuwa amepona vizuri lakini alikuwa sawa, alishia kusimama vyema kando ya Mbivu, kisha akasema kwamba wewe mchawi, nilizembea kidogo tu, sitokupa nafasi nyingine ya kunishambulia. Victoria akasema na mimi sitaki unipe nafasi, ili angalau niwatese kwa muda mrefu kabla ya kuwaua, anaongea Victoria. Msikilizaji, nakukumbusha kuna mwamba alikuwa yupo kwenye kijimlima, anaangalia tu kimya anasikiliza yote yanayoendelea. Basi bwana, pale kwa mara nyingine alikusanya nguvu kubwa ya uchawi wa kifo, kisha mara moja alipiga kibao cha mkono juu ya ardhi, na pale kiwingu cheusi kama mvuke kilisambaa kwenye ardhi ile kwa kasi mno. Ndani ya sekunde tu, eneo lote la ardhi kuzunguka ni maeneo mengine lilianza kubadilika rangi, kana kwamba mimea yake ilikuwa ikiungua kwa moto. Ndani ya sekunde tu, mchanga ulianza kujikusanya kwa kasi na kutengeneza mizuka ya ardhi yenye urefu wa zaidi ya mita 3 kwenda hewani, huku nguvu za giza zikitiririka kwenye miili yao. Mizuka hiyo ya ardhi ilikuwa na nguvu kuliko aina yoyote ile ya mizuka ya ardhi. Sasa mara baada ya vibaraka wale kuamka kutoka ardhini kwa wingi, zaidi ya kama 12 hivi, haraka sana walianza kuswaga miguu yao kuwasogelea Afande Simba, Mjema na Nginja. Mara baada ya kuona mizuka yake ya kichawi ikianza mashambulizi, upande wa Victoria alifyatuka tena kutoka ardhini na kuelekea angani. Pale akaita safu 3 za nishati ya kimajisi, akisema kwamba makucha ya mizimu. Ghafla makucha ya kishetani alitokea kutoka kusikojulikana hewani na kuanza kumshambulia Chifunda na Mkali Mbivu kutoka kila upande. Ndani ya muda mfupi tu, Victoria alikuwa ameshaachia mashambulizi makali kwenda kwa watu wote 5 kwa wakati mmoja. Hiyo ilikuwa ni faida kubwa kwa wanaojifunza miujiza. Walikuwa na uwezo wa kufanya mashambulizi mengi kwa wakati mmoja. Muda huo Chifunda na Mbivu walikuwa makini mno. Walijua fika hawapaswi kabisa kumdharau Victoria. Hivyo waliamsha nuru za miili yao kuweza kujilinda. Basi wawili hao kwa pamoja walianza kutumia mbinu zao za siri kushambulia ili kusambaratisha makucha yale, na haraka sana waliweza kujiokoa kwenye safu ile ya mapepo. Hata hivyo, Victoria hakufanya shambulizi hilo kwa matarajio ya kuwazuia. Aliishia kuelea angani huku akinena maneno ya kichawi kwa namna ya ajabu mno, na pale safu nyingine ya kimajisi ilijitokeza angani. Kundi kubwa la mawingu meusi yalianza kujikusanya kutoka kila pande, na maskeletoni yenye maumbo makubwa nayo yakajongea kutoka kusikojulikana. Ukiachana na Mkali Mbivu na Chifunda, hata waliokuwa wakiangalia mapigano hayo walikuwa katika hali ya mshangao mkubwa. Mkali Mbivu alijikuta mara moja akiangalia kiwingu kile pamoja na maskeletoni yale ya kimiujiza, na uso wake ulimfubaa. Basi akaambiwa kwamba Chifunda, harakisha, tumia nguvu zako zote kujilinda. Chifunda muda ule aliweza kugundua maskeletoni yale makubwa yalikuwa yakitoa mnunurisho mkali sana wa nguvu za giza. Alihisi pia kuna kitu hakipo sawa. Hivyo awamu hiyo hakutaka kuleta ujuaji kuyasogelea. Muda huo hawakuwa na nafasi ya kuyakwepa. Hivyo walibeti kwenye nguvu walizonazo. Nuru ya miili yao, nguvu za nishati ya mbingu na ardhi, pamoja na nguvu ya damu yao waliamsha kwa kiwango cha juu. Mababu hao wawili waliunganisha nguvu zao ili kutengeneza kinga mashambulizi. Nguvu ya giza iliyokuwa imewazingira mara moja ilisambaratishwa. Hata hivyo, macho ya Victoria yalikuwa yamejaa nia ya kimauaji pekee. Alichotaka tu ni kuamaliza wazee hao.
Basi alitamka kwamba mzimu wa ukiwa, mwanga wa kifo shuka. Sasa pale pale miale ya mwanga wa kijivu ilishuka kama matone kutoka juu angani. Nguvu ile ya kifo iliambatana na mifupa mizito ya skeleton iliyochongoka. Alafu jambo lililotisha ni kwamba nuru ile ya kifo nayo ilichipukia kutoka ardhini kwa wakati mmoja. Ni kama vile nafsi za waliokufa zinaamka kutoka ardhini na kusababisha vilio tena ni kama vilio fulani hivi vya kuumiza masikio ambavyo vinasikika kila upande. Kutoka angani na ardhini, miiba ya mifupa ilichomoza na kuwasogelea, ikiwafanya Chifunda na wenzake kuwa katika ardhi ya kifo. Migongano ya nguvu hizo za giza na nguvu za nishati ya mbingu na ardhi iliwafanya waliokuwa ndani ya eneo hilo masikio yao kulia kengele. Muda huo, ndani ya eneo lililojaa kiwingu cheusi, kilichoonekana ni miale ya mwanga wa dhahabu iliyokuwa ikiamka na kupotea kwa kasi, lakini ikionekana kudhoofika pia. Upande wa Simba na wenzake walikuwa wameshachoshwa na vibaraka wale wa ardhi. Sasa mara baada ya kuona wazee wa kale wakiwa kwenye mtego wa nguvu za kifo, hali ya hofu ilionekana usoni mwao. Umajisi umekuwa na faida ya kufanya mashambulizi ya eneo kubwa na mengi na kwa wakati mmoja. Sasa waliona kama watu kama hao watano wakishambulia wazee wa ungu wa kale, ni ngumu kujua ni watu wangapi wanaweza kufa. Hata hivyo, muda huo Chifunda na Mkalembivu angalau waliweza kujilinda kwa msaada wa urithi wa damu zao. Sasa wakiwa wamebananishwa, walijitahidi kadri ya uwezo wao kuamsha nuru ya urithi wa damu yao ili kujilinda. Mashambulizi ya Victoria si tu kwamba eti yalikuwa yakishambulia kwa haraka sana, bali pia yalikuwa na athari mbaya sana ambazo zilianza kushambulia nafsi zao. Sasa muda huo ilikuwa ni kana kwamba ulimwengu waliopo umegeuka na kuwa ulimwengu wa kifo. Hali hiyo ilikuwa ni pigo la motisha kwa mababu hao. Victoria alikuwa na uwezo mkubwa na nguvu kubwa ya kiroho. Matokeo yake aliweza kudumisha mashambulizi hayo kwa muda mrefu sana, huku sasa akiwa na mpango wa kuharibu nafsi za mababu hao bila kusita. Mkalembivu uwezo wake ulikuwa ni wa chini sana, na aligundua hakuwa na nguvu za kutosha kujilinda. Sasa nguvu kubwa ya Wozo ilikuwa ikimvamia kutoka kwenye miguu yake. Ndani ya muda mfupi tu alianza kuhisi ganzi kwenye miguu mpaka kufikia kiunoni. Alishia kung'ata meno kwa nguvu tu, na kisha akaamsha uwezo wake wa nishati za mbingu na ardhi. Hata hivyo, nguvu yake ilizidi kudhoofika kadri sekunde zilivyokuwa zinasogea mbele. Upande wa Chifunda ilikuwa tofauti. Alishia kutoa macho ya kebehi na pale pale akasema ya kwamba, Mbivu, kama tukiendelea kujihami namna hii, tutaishia kuingiza miili yetu kwenye hatari. Tunapaswa kushambulia mwili wake. Akaambiwa kwamba, wewe usiniambie unataka kumsogelea, hiyo ni hatari zaidi. Alifikiria juu ya mpango wa Chifunda na kuona ilikuwa ni hatari kufanya hivyo. Kabla hata hajakubaliana na mpango huo, Chifunda aliacha mara moja kujihami. Ile nuru ya urithi wa damu yake ilififia. Kilichobaki kwenye mwili wake ilikuwa ni nguvu ya nishati za mbingu na ardhi pekee. Na muda huo ilionekana kama angeweza kumezwa na nguvu za Wozo muda wote. Hata hivyo, macho yake yalikuwa yamekwisha kuamua. Alipanua mikono yake na pale pale kwa mara nyingine nguvu ya nuru ya urithi wa damu ilianza kumtoka kwa spidi kubwa. Ndani ya kiwingu cheusi, nguvu hiyo ilionekana kana kwamba Chifunda angelipuka muda wote. Sasa Ezo akasema kwamba naona yule Chifunda ana ujasiri wa aina yake, si anapanga kufanya shambulizi kwa uwezo wake wote aliokuwa nao. Nasmantis akajibu ya kwamba analinda ufahari wake wa kuitwa mtu wa kale. Hata hivyo, njia zake ni tofauti na wengi. Basi mara baada ya muda fulani, msisimko mkubwa wa nguvu za nishati ulikuwa umezingira mwili wake. Ilikuwa pia ni bahati kwamba wakati ameondoa kinga ya mwili hakuathirika sana. Hivyo ilikuwa ni kwa sababu Mkalembivu alijitolea kuhakikisha Chifunda hapokei mashambulizi. Sasa mdogo Chifunda alikuwa ameshamaliza kukusanya nguvu zake zote za urithi wa damu mpaka kufikia levu ya mkondo wa damu, na pale pale akaunguruma akasema kwamba, mchawi kufa. Sasa ukelele ule wa Chifunda ulikuwa ni mkubwa sana na ulioweza kupenya kwenye safu ya Victoria. Wakati sauti yake haijapotelea, pale pale shambulizi la mwanga wa dhahabu lilifyatuka kwa kasi kuelekea alipo Victoria. Shambulizi lile liliongezeka nguvu kadri lilivyosogea, na ghafla tu likafanikiwa kupita kwenye ngao ya ulinzi wa Victoria. Kwa wale waliokuwa wakiangalia kwa mbali, walichoona ni kiwingu cheusi kikikatwa katikati na kitu kilichoonekana kama kimondo hivi. Mbinu ya kutoa sauti kubwa
na kisha kuunganisha na pigo la nishati ilikuwa ni moja ya mbinu za juu kwa wale wenye urithi wa damu ya simba. Kipindi fulani cha nyuma Herman alitumia njia hiyo hiyo. Vile hata Shaibu pia alijaribu kuitumia wakati akipigana na Hamza. Ni aina fulani hivi ya mbinu ambayo ili kuifanikisha mtu anapaswa kwanza kuamsha uwezo wa damu na kufanya nguvu za mbingu na ardhi kujikusanya kwenye mwili wake, ndipo hutolewa kama shambulizi. Hata hivyo, kwa Chifunda ilikuwa ni kwa haraka sana, kwa sababu hakuwa na namna bora zaidi ya kukinga mashambulizi ya Victoria, hivyo hakuweza kuamsha nguvu hiyo kwa kiwango cha juu. Sasa pigo lile, mara baada ya kuvunja safu ya ulinzi wa Victoria, kilichoonekana ni mizuka miwili ikitokea mbele yake na kujaribu kukinga pigo lile. Hata hivyo, mara baada ya mizuka ile kuguswa na shambulizi, ilisambaratika mara moja, ikionyesha kushindwa kuhimili. Victoria, mara baada ya kuguswa na shambulizi lile, baada ya mizuka yake kushindwa kumkinga, alijikuta akikohoa huku damu ikimtoka mdomoni. Basi Haeji alishindwa kuvumilia na kuita Lord Death. Hata hivyo, Victoria alinyoosha mkono wake akitoa ishara kwamba alikuwa sawa. Muda huo waliokuwa wakimshabikia Victoria, mioyo yao ilikakamaa. Ilionekana licha ya Victoria kujitahidi kupangua shambulizi hilo, bado alipata majeraha. Sasa Chifunda naye alijikuta akivuta pumzi kwa pupa, midomo ikifubaa huku macho akimtoka. Chifunda kwa kejeli akauliza kwamba mchawi, ndio uwezo wako umefikia mwisho? Victoria akasema kwamba usio na wasiwasi, nitawafanya mfahamu nini maana ya kauli ya bora kifo kuliko hai. Sasa wakati akiongea hivyo, pale Victoria kwa mara nyingine aliamsha umajisi wake wa kifo. Hata hivyo, awamu hiyo ilikuwa wazi kwamba amekuwa dhaifu, kwa sababu nguvu ya umajisi wake haikuwa na msisimko mkubwa kuzidi mwanzo. Chifunda na Mkalembivu wote waliibua ujuzi wao mwingine wa kujihami. Mkalembivu aliweza kujitahidi kudili na mashambulizi ya uozo uliokuwa ukisambaa kwenye miguu yake na kwa kiasi fulani kuanza kufanikiwa. Hata hivyo, muda ule wakati mapigano yakitaka kuanza tena, ghafla tu silaha yenye kung'aa ikiambatana na ubaridi mkali ilishuka kutoka angani na kukita kwa uimara kwenye ardhi kati ya pande mbili za wanaopigana. Baadhi yao hawakuweza kujizuia kushangazwa na jambo hilo. Hata hivyo, kwa warembo wa Hamza walijikuta wakiwa na furaha usoni mwao. Victoria alijikuta akishangaa baada ya kumwona mtoto wake akiwa amesimama kwenye kijimlima pasipo kujua alikuwa hapo kwa muda gani. Mara baada ya kumwona Hamza kwa mara nyingine, muonekano wake ulizidi kuwa na hisia nzito mchanganyiko. Kulikuwa na hali ya furaha, kulikuwa kuna hali ya hatia, kutahayari na kila hisia. Mwili wake ulitetemeka huku akisahau kabisa kuendelea kupigana. Kuhusu Afande Simba, Mjema na wengine, wote walikuwa na wasiwasi, wakishindwa kuelewa namna gani Hamza angewachukulia muda huo. Sasa Chifunda kwa kujivunia akasema kwamba kumbe ndio huyu mtoto Hamza. Unajua mno kujitafutia sifa kwa umri uliokuwa nao. Kwa nini hujatoka mapema kuja kutusalimia sisi mababu zako ulivyoona tumefika? Anaongea Chifunda kwa kujivunia. Hamza alibakia kimya tu. Mara baada ya kukita mguu wake chini na kuruka hewani, aliweza kusafiri umbali wa mita 100 na kutua katikati ya eneo la pambano. Alipotua tu, alitoa kidonge kilichotengenezwa na uyoga na kisha akamrushia Chifunda. Chifunda alishia kupokea kidonge kile na ukiangalia kwa mshangao tu. Akasema, nini hiki? Kuna vidonge vyenye nguvu ya kiroho kumbe? Kula hicho na kisha zungusha nguvu zako. Mwili wako utarudi kuwa sawa kwa haraka. Aliongea Hamza. Mara baada ya kila mtu kusikia kauli hiyo, walijikuta wote wakiwa katika hali ya mshangao mkubwa. Hususan upande wa Simba na wenzake walijawa na furaha kubwa, kwa sababu waliona kabisa Hamza hakuwa na hasira nao, maana amediriki hadi kumpatia babu Chifunda kidonge cha kurudisha nguvu zake. Upande mwingine, wanawake wa Hamza walikuwa katika hali ya kuchanganyikiwa. Walijiuliza, yaani inakuaje Hamza mpatie mtu mkorofi kama Chifunda kidonge? Victoria naye uso wake ulionyesha hali ya majonzi, huku macho yake yakififia na uso kufubaa. Chifunda alijikuta akitoa cheko la sifa. Sasa Afande Simba akasema kwamba wewe mtukutu, kumbe yani unazielewa taratibu. Naona watu wako wameshindwa kuelewa sheria kabisa, kwamba sisi wazee wa ungu wa kale wa familia ya Simba hakuna anayeweza kutudharau.
Afande Simba naye alicheka na kuunga mkono maneno ya Chifunda. Sasa mwingine akasema ya kwamba ni swala la kawaida hilo babu Chifunda, afu sitoshe sisi ni wa familia moja. Hamza nijua fika tu kwenye moyo wake unaitambua asili yako. Mkali Mbivu alicheka akasema, huyo ndiye mrithi wa familia yetu bwana. Kama angetokea mapema, haya yote asingeendelea hapa na kusababisha usumbufu. Asa Mjema naye hakubakia nyuma kuongea. Kwa tabasamu alisema ya kwamba kama isingekuwa hajali familia, kivipi angekubali kumchukua binti yangu na kukaa naye. Asa mara baada ya kuona maneno ya sifa waliokuwa akitoa familia hiyo ya ukoo wa Simba, wengine wote walibakia kimya, nyuso zao zikiwa katika hali ya kutokujua cha kufanya. Haikujalisha ni maamuzi gani Hamza angefanya, wasingeweza kupingana naye. Kama Hamza akikubali na kurudi Tanzania na kutambua mababu zake wa ukoo wa Simba, wasingepinga jambo hilo. Hata hivyo, wanawake wake walikuwa katika hali ya kuchanganyikiwa. Waliona Hamza aliye mbele yao sio yule waliomtegemea. Mdau wa Hamza alipiga hatua mpaka kuifikia ile silaha iliyojikita ardhini. Kisha akaichomoa na kuishika mkononi. Akainua uso wake na kuongea pale pale. Inaonekana wengi wenu mmenielewa vibaya. Mara baada ya kila mtu kusikia kauli hiyo, walijikuta tena katika hali ya mshangao. Nimempatia kidonge cha kurudisha nguvu zake kwa sababu hata akifa sitaki kusikia mtu akisema ameonewa kwa kusingizia kwamba alikuwa amepigana muda mrefu na amechoka. Sasa watu kusikia kauli hiyo walijikuta midomo ikiwa wazi wasitamke neno. Ghafla tu wazee wa familia ukoo wa Simba walijikuta wakiganda kama masanamu. Hisia za kutokuelewa mbinguni na kwenda kuzimu kwao hazikuelezeka. Kila mtu, hususan wanawake wake, walielewa Hamza alichokuwa na panga na kujua walimuelewa vibaya. Upande wa Victoria alikuwa na muonekano wa furaha na macho yake kwa mara nyingine alitoa nuru ya tumaini. Basi Chifunda akasema kwamba we mtukutu, yani unathubutu kunidharau babu yako? Aliongea Chifunda huku sasa akitupa kidonge kile kwenye mchanga na kumnyoshea Hamza mkono. Chifunda akasema kwamba usijione na kuogopa kwa sababu tu umeweza kumuua Zinga na wenzake. Mimi babu yako leo hii nimefika hapa kwa ajili ya kuwakilisha ukoo wa asili yako ya damu ya Simba. Kama unao ujasiri, thubutu kuniua uone. Mimi siamini kama unaweza kunifanya chochote nikitaka kuondoka hapa. Mdau wa Afande Simba uso wake ulifubaa. Alijaribu kushauri akasema kwamba Hamza, tumekuja leo hii kwa ajili ya kuzungumza na wewe tu. Hatakuwa na nia ya kuleta vurugu. Naomba unisikize mimi mjomba wako. Hamza kwa sauti nzito akasema kaa kimya. Nisikia? Yaani usizungumze chochote, kaa kimya. Kisha akamnyoshia kidole Sali aliyekuwa mbali mfupi. Mmeshambulia watu wa familia yangu na kuleta matatizo nyumbani kwangu na kuvunja sheria ya kisiwa. Kama isingekuwa kwa jemadari kunipa msaada mara kadhaa, ningeshakuwa wewe na watu wako muda mrefu tu. Afande Simba na wenzake walijikuta akishangaa. Sasa Afande Simba akasema kwamba yani unasema babangu alishakupa msaada mara kadhaa? Basi hapo hawakujua kama jemadari alishawahi kukutana na Hamza kabla. Na tena kulikuwa na kusaidiana kati yao. Mkale Mbivu vile vile alionyesha hali ya kutambua jambo. Na kisha akasema kwamba hii inamaanisha kwamba jemadari alikuwa akimchukulia Hamza kama mrithi wake kwa muda mrefu tu. Kwa hiyo wewe ndiye mrithi wa jemadari? Muda huo upande wa Mjema na wenzake wa familia walikuwa na hali isizoelezeka. Mioyo yao ilikuwa ikidunda kwa nguvu. Yaani ni kama ambavyo walitarajia. Ilionekana kwa muda mrefu jemadari alikuwa akimwandaa Hamza kama mrithi wake. Lakini hata hivyo walijikuta wakiwa na maswali. Kama jemadari alikuwa akimjali Hamza namna hiyo, kwa nini hakumrudisha kwenye familia? Kiuhalisia, mpaka hatua hiyo hawakuwa na uhakika kama jemadari alishamwambia Hamza kurudi nyumbani. Hasa upande wa Hamza alihisi hakuwa na deni lolote kwa jemadari, iwe kabla ya kurudi Tanzania kwa mara ya kwanza au baada ya kurudi na kukutana na mzee mkongwe. Ingawa alivyokuwa nje ya nchi alihisi kulikuwa na kivuli cha mtu kilichokuwa kikimfuatilia, na hata yeye mwenyewe kujifahamu kama Hamza mzee hakujali. Hata baada ya Hamza kurudi na kukutana na jemadari na kusaidiwa kwenye mafunzo yake katika kujifunza mbinu ya hiari na kumwokoa kwa wale wataalamu wa hodari, Hamza aliona mambo hayo yote jemadari aliyafanya kwa hiari yake. Isitoshe, Hamza vile vile alikuwa ameipa heshima familia hiyo mara kadhaa. Mfano, alimwacha Herman hai mara kadhaa na vile vile hakufanya chochote kwa Mjema.
Nilimpa ruhusa Sally, ruhusa ya kuwaingiza kisiwani kwa sababu ya Belda. Kuhusu kukutana, hilo lilikuwa ni swala lingine. Simba akasema, wewe, kwa hiyo ni kweli unataka kututelekeza sisi wanaukoo wako? Nani kamtelekeza mwenzie? Huu ni kauli yako inachekesha. Hebu acheni kuongea naye sana bwana. Huyu mtukutu alichojaliwa ni kiburi na dharau tu bwana. Na kama ameshindwa kutuheshimu sisi ndugu zake, hakuna haja ya kuongea naye bwana. Tuondokeni tu hapa. Wanafamilia hao watatu wa Chifunda wote walikubaliana kwenye mioyo yao. Waliona kama jemadari alikuwa akimwandaa Hamza siku zote kama mrithi, basi hakuna haja ya kumruhusu kurudi kwenye ukoo. Waliona kabisa kuna harufu ya usaliti. Pengine familia mzee ilikuwa ikijua wazi jemadari alikuwa na mawasiliano na Hamza ya kutaka kurudi kwenye familia. Na kama Hamza akikubali moja kwa moja, hakutakuwa na mjadala na angekuwa kiongozi mpya. Matokeo hayo si kitu ambacho familia ya Mjema na Chifundo alitamani kuona, no. Hivyo waliona ni heri kuondoka kuliko kumshawishi tena Hamza. Hata hivyo, kivipi Hamza awaruhusu mtu kama Chifundo kuondoka hivi hivi? Dharau zote alizoonyesha hapo, hivi hivi tu. Alishia kupunga mkono wake kuonyesha kile kidonge. Na kisha akasema kwamba kama usipokula hicho kidonge nilichokupatia, basi nisilaumiwe nikitumia silaha yangu. Madam nimekupa nafasi, ila umeamua kuipotezea. Sasa mara baada ya kusikia hivyo, Chifunda aliishia kusinyaza macho yake. Akasema kwamba wewe mtukutu, hebu acha basi kujiona unaweza sana, Hata kama unao uwezo wa kutumia nguvu ya kusudi, sio rahisi kuniua mtu kama mimi. Ndivyo unavyoona. Kama ni hivyo basi mimi nitatumia pigo moja tu. Ukiweza kulizuia, nitakuacha uondoke. Chifunda akasema, yani unatania sana, pigo moja. Msikilizaji, Chifunda alikuwa na wasiwasi kidogo. Lakini alihisi ni ngumu kwake kushindwa kuhimili pigo moja la shambulizi la kusudi. Nyuma yake, Victoria pia alikunja sura. Sio kama eti aliogopa Hamza asingeshinda, lakini kama ni pigo moja, sikuna asilimia nyingi za kufeli. Na kama akifeli, si ni kweli atamwacha Chifunda ondoke. Kwake hakuridhika. Sasa kuhusu warembo wengine, hawakuwa na wasiwasi. Waliamini kwa uwezo aliokuwa nao Hamza atafanikisha. Midomo ya Hamza ilicheza tu, huku silaha ile mikononi ikianza kuvamiwa na nguvu ya kusudi na kutoa mng'ao wa dhahabu. Oya, kumbukeni kijana wetu ametoka kufanya mazoezi kwenye volkano. Ule uji ule wa moto mtu unadumbukiamo. So baada ya pale Hamza alipiga hatua kumsogelea Chifunda. Kila hatua aliyopiga ilikuwa ni kama ngoma iliyodunda kwenye mioyo yao. Watu wote walijikuta wakikusanya umakini wao, wakimwangalia Hamza na silaha yake, wakijiuliza angefanya kitu gani. Chifunda alishia kusita kwa sekunde, ila hakukimbia. Aliona kama asingekuwa na uthubutu hata wa kuzuia pigo moja la Hamza, basi asingepata ujasiri wa kurudi kwenye familia yake wala kuitwa mzee wa uongo wa kale. Alafu pia mbali na hilo, sidhani kama ulikuwa kuna option kwa Chifunda ambao ni salama. Kwa sababu tuchukulia mfano, angemeza kile kidonge eti kwa mbele apate nguvu, bado tu angeuliwa, kwa sababu lengo la Hamza ni kumuua akiwa na nguvu zake zote. Haya, anakubali kupata pigo moja. Wewe, yani mtu umetoka kwenye mazoezi afu ndio uje kuwa mfano wapi? Hapana, hakuna option iliyokuwa salama kwa Chifunda. Sasa basi, Chifunda haraka sana alitumia uwezo wake wote kulinda mwili wake. Wakati huo mwili wote ulitoa mng'ao wa rangi dhahabu kama mvuke, huku wakati mmoja akiamsha nishati za mbingu na ardhi na kutengeneza ngao mbele yake. Miguu yake pia iliongeza umakini wa hali ya juu, akijiandaa kukwepa shambulizi hilo kwa namna yote. Sasa mdogo Hamza alikuwa ni kama mita kadhaa tu kutoka alipo Chifunda. Silaha ile mkononi mwake ilikuwa na mng'ao hafifu wa nishati. Ilionekana kana kwamba haikukusanya kiasi kikubwa cha nguvu ya nishati. Watu muda huo sasa walishindwa kuelewa. Walijiuliza, ina maana Hamza alikuwa akipanga kushambulia na silaha yake hiyo kwa ukaribu zaidi, au anapanga kufanya nini? Hata hivyo Chifunda hakuwa mjinga. Mara baada ya kuona Hamza akimsogelea zaidi na zaidi, na yeye pia alirudi nyuma. Sasikia, ninakwenda kukujaribisha na njia nyingine ya pigo la kusudi nilogundua. Kabla Hamza hata hajamaliza, ghafla mikono yake ililipuka na mwanga wa miale ya njano. Wakati huo ghafla Hamza aliongeza spidi kwenye kujiongea kwake na kumfanya kumdhibiti Chifunda kutoka kusogea. Sasa
Hamza pale pale alifyatua silaha yake katika mstari mnyofu. Nishati ya miale ile ilikuwa kama jua linalochomoza asubuhi, ikisambaza pande zote. Basi wakati Hamza alivyokuwa anafanya mazoezi, alivyokuwa akiibukia kutoka kwenye bahari, namna alivyoona mwangaza wa jua kuchomoza kulimpa ufahamu mpya. Alikuwa ameshaona kuchomoza kwa jua mara nyingi sana, lakini ile hali ya kukaa kwenye giza la bahari kwa muda mrefu na kisha kuchipukia kwenye uso wa bahari kulimfanya kuhisi asili ya nishati za mbingu na ardhi katika hali ya juu mno. Na matokeo yake, Hamza alijikuta akipata ufunuo mwingine wa nguvu ya kusudi wa macheo ya jua. Alitumia utimamu wa mwili wake kwenye kujifua kimazoezi na kisha akaunganisha na mng'ao wa silaha ambao ulikuwa kama mwanga wa kuchomoza kwa jua, ili kutengeneza pigo ambalo lilisafiri umbali mrefu lakini likichukua eneo kubwa la kuweza kuleta athari. Sasa nguvu ya kusudi ilikuwa ni jambo jepesi sana kulitamka, lakini lilihitaji kiwango kikubwa cha mwamko wa mwili na uelewa wa uhusiano uliopo kati ya asili na mwili wenyewe. Sasa alichohitajika ni kukusanya nguvu ya kusudi na kuielekeza kwenye silaha. Sasa wakati huo akitoa nguvu hiyo kwa namna ya pigo. Mambo hayo yote alihitaji uwiano sahihi wa mwili wake. Nguvu hiyo ya kusudi ilikuwa ni kubwa mno. Hata hivyo, Hamza alihisi kama akikumbana na mtu katika levo yake, pengine pigo hilo lingeweza kutokuwa na ufanisi. Lakini kwa mtu dhaifu kuliko yeye, pigo hilo moja tu lilitosha kuua na kusambaratisha. Dakika ambayo Hamza alifanya shambulizi hilo, mng'ao uliotoka kwenye upanga ule ulifanya watu washindwe kuukodolea macho na wakaishia kuyafumba tu. Hata hivyo, waliweza kushuhudia mwanga wa uakisi wa upanga ule ukimsogelea Chifunda alipokuwa amesimama na kumfunika. Mara baada ya sekunde tu, nuru ile ya nishati iliyokuwa ikimlinda Chifunda ilionekana kupotea. Macho yake alishia kumtoka akiwa amejawa na maumivu makali na kutokuamini. Mwili wake wote ulikuwa ukitetemeka, huku akishika shingo yake kwa namna ya kushindwa kupumua, kana kwamba ni mtu aliyekabwa koo. Damu mbichi zilionekana zikianza kuchuruzika kutoka shingoni mwake. Sasa Nginja na Mjema walijikuta wakipaza sauti kwa nguvu wakisema, "Babu Chifunda!" Walisogea sasa wakimwangalia Chifunda akidondoka chini. Mara baada ya watu kuona tukio hilo, nafsi ziliwatetemeka. Gendoleza alishindwa kabisa hata kuelewa ni namna gani Hamza aliachia shambulizi hilo na kumdhuru Chifunda. Mkali Mbivu na Afande Simba wote walimeza mate yao huku sura zikifubaa. Walishasikia namna Hamza alivyopigana na Wahinde, lakini mara baada ya kuona nguvu za kutosha alizoonyesha Hamza, walidhani walikuwa ndotoni. Oya, kila mtu alikuwa na swali. Huyu kweli ni kijana pekee wa umri wa miaka 20? Kwa kile walichoweza kuhisi, wanawake hao waliona kama uwezo wa Hamza ulikuwa umeongezeka maradufu zaidi kuliko alivyopigana na Wahinde mara ya mwisho. Waliweza kuona ni kwa namna gani Hamza aliweza kujifua kimazoezi. Mpaka hapo alijua kuwa kwa Hamza kuwa na uwezo halikuwa swala la kipaji pekee, bali kwa sababu nguvu zake ndio uhai wake. Sasa ilibidi ajitahidi kujifunza na kupandisha uwezo wake haraka. Victoria alijikuta akimwangalia kijana wake. Macho yake yalijaa fahari na furaha kwa wakati mmoja. Wakati huo akimwangalia Chifunda ambaye alikuwa garagara tu kwenye ardhi. Kwa kiasi fulani hasira aliyokuwa nayo ilimshuka. Hamza upande wake hakuwa na furaha yoyote usoni. Kumuua mtu kama Chifunda ilikuwa ni kama ni kukata mboga za majani. Kuna mtu aweze kukata sukuma? Kuna mtu aweze kukata Chinese jamani? Wewe basi ufai hata kuoa au kuolewa. Basi hakukuwa na haja ya kujiona eti ni mwenye fahari sana. Ilikuwa ni kitu chepesi sana kwake. Pale pale aliweka silaha yake chini. Kisha akageuka na kumwangalia Mjema na wengine. Mara baada ya kuona wako bize kulinda maiti ya Chifunda, alishia kuongea akasema kwamba acheni kumwangalia huyo, amekwisha kufa. Mjema mwili wake ulimtetemeka huku akisimama na uso uliofubaa. Kisha akaongea kwa kutetemesha akasema kwamba Hamza, hatuna wadui wote na wewe na tupo tayari kwenda kuwasima babu wengine kuondoa uhasama dhidi yako. Aliongea Mjema. Mpaka hapo alikwisha elewa kuna pengo kiasi gani kati yao na Hamza. Kwao kuondoka hapo akiwa hai ndio kipaumbele na ni ushindi kwao, kuondoka tu akiwa hai. Mkali Mbivu na Afande Simba walikuwa na hali isizoelezeka kwenye nyuso zao. Mwanzoni walikuwa na wasiwasi kwamba Hamza akimuua Chifunda, familia Mjema haitofurahishwa na jambo hilo
na kupelekea wadui. Lakini muda huo, mara baada ya kushuhudia nguvu za Hamza za kutisha, walianza kuwa na wasiwasi na familia ya Chifunda na Mjema. Ilikuwa ni swali moja tu, je, kama Hamza akitaka kuishambulia familia hiyo itaweza kumzuia? Kwa sababu ndani ya familia hiyo, ukiachana na wazee wawili wa kale wenye uwezo wa juu, nani mwingine ambaye anao uwezo wa kushindana na Hamza? Swala kama hilo likitokea, njia pekee ya kujiokoa ni kuhakikisha hawaingii vitani na Hamza kabisa, na pengine sio kwa na Chifunda pekee, bali hata kwa koo nyingine za uungu wa kale. Ukweli ni kwamba mpaka kufikia hatua hiyo, yale mawazo ya kutumia kila aina ya mbinu kumrudisha Hamza kwenye familia alikuwa amepotea kabisa. Afande Simba alishia kutoa pumzi za hisia pekee. Aliona kabisa ilikuwa ni mwaka mmoja tu tangu akutane na Hamza. Mwaka mmoja tu. Sasa inakuaje akaongezeka uwezo kwa haraka kiasi hicho? Mkale Mbivu akasema kwamba Hamza, inatosha kumuua Chifunda. Isitoshe sisi ni wa kabila moja. Unaonaje ukiwaacha? Aliongea Mkale Mbivu akimaanisha Mjema na baba yake kuachwa hai. Kwake aliona njia pekee aliyoweza kufanya wakati huo ni kuhakikisha hakuna uadui kati ya Hamza na familia Mjema. Alafu isitoshe kama Hamza akikataa kurudi, itakuwa ni wao waliobaki kukabiliana na familia hiyo. Hamza anaweza asifanye chochote kwa familia Mjema na Chifunda, lakini kama asiporudi, basi Afande Simba na wenzake wataishia kupitia manyanyaso kutoka kwa familia Chifunda kwa kulipa kisasi cha kifo cha babu yao. Nina swali nataka kuuliza. Naomba nijibu kwa uaminifu kabisa. Na nikigundua na ndanganya, nadhani utakabiliana na matokeo yatakukupata mwenyewe. Aliongea Hamza akimwangalia Mjema na babake. Mjema kwa haraka akasema, tafadhali uliza. Mama yangu wa kambo ambaye Naomi, nani kamuua? Mara baada ya swali hilo kuulizwa, watu wote wa ukoo wa Simba walijikuta sura zikiwakakamaa. Victoria ambaye alikuwa amesimama nyuma alishangaa pia. Macho yake alishia kuonyesha viashiria vya majonzi. Ukweli ni kwamba Hamza kwa muda mrefu alitaka kujua nani aliyehusika kumuua mama yake wa kambo. Ingawa katika kumbukumbu zake za utotoni alikuwa akikumbuka kwa uchache sana kuhusu mama yake huyo na hata kuhisi kuwa mzazi wake wa damu huenda ndo Naomi, hakuwa na uelewa wa kutosha wa kilichotokea. Hata hivyo mwanzoni alishindwa kujua ukweli, na hilo lilitokana na wakati ule waliokuwa wakijaribu kuficha ukweli huo walikuwa na nguvu kubwa kuliko yeye. Lakini wakati huo ambapo yeye alikuwa na nguvu, hakutaka kuendelea kukaa gizani. Alitaka kujua historia ndogo ya utoto wake. Alikuwa na hisia za ukweli uliotokea, lakini bado hakuwa na uhakika. Sasa Mjema na baba yake walikuwa na hali isizoelezeka kwenye uso wao, huku wakiendelea kubakia kimya. Upande wa Afande Simba, mara baada ya kufikiria kwa muda, akasema kwamba Hamza, waliokufa wamekwisha kufa. Ni miaka mingi sana imepita. Unaonaje tukipumzisha nafsi zao? Aliyekufa sio mama yako. Kama hutaki kujua ukweli unaweza kuondoka. Aliongea hivyo Hamza. Jibu simple tu. Aliyekufa sio mama yako. Kama hutaki kujua ukweli unaweza kuondoka. So uso wa Afande Simba ulishia kukakamaa, na mara baada ya kujifikiria akasema kwamba kwa hiyo unasema mama yangu mimi sio bibi yako. Hata hivyo hakuitamka kauli hiyo wazi, kwa sababu muda huo alijua Hamza sio mtu wa kuadabishwa kwa maneno, atakupoteza dakika sifuri. Hamza mara baada ya kuona unyonge aliokuwa nao Afande Simba, alijikuta akiguswa na jambo hilo. Alimjua Afande Simba kama mtu aliye na heshima kubwa na cheo kikubwa. Sasa achana na cheo chake kuondolewa, lakini hata ile heshima iliyobeba, yani ameweza kusema kwamba iliyobebwa na ukoo wake ilikuwa imepotea kabisa. Hamza aliona hayo yote yalitokana na Simba mwenyewe kutegemea nguvu za babake na sio nguvu zake mwenyewe. Yaani alikuwa anategemea nguvu za jemadari. Nguvu kamili haitokani na msaada uliokuwa nao, bali ile nguvu unaomiliki. Kwake Hamza aliona maisha magumu aliyopitia, hali za uhai na kifo alizopitia, sasa matunda yake yanaonekana. Hamza angalau muda huo alijisikia mwepesi kwa mafanikio aliyokuwa nayo. Hivyo pale pale alikaza macho yake na kumwangalia baba yake Mjema na mwanae, kisha akasema kwamba kama mtashindwa kunipa majibu nitawaua. Yani nipo tayari kuua mtu asiye sahihi kuliko kuacha muondoke. Mzee Nginja alishia kusaga meno yake huku akitetemeka pasipo kutamka neno. Hata hivyo Mjema alishindwa kuvumilia na pale pale kwa nguvu kabisa akasema kwamba nitaongea. Nginja alishtuka akasema, wewe Mjema wewe.
Mjema akasema ya kwamba sasa baba, unadhani tusipomwambia ukweli, unadhani atatuacha? Inabidi tufanye tu lolote, la sivyo hapa hatutaondoka hapa. Ongea Mjema. Mzee Nginja aliye na uso uliofuba alishia kupiga hatua kurudi nyuma akiwa hana hiari hata kidogo. Mjema aliendelea kuongea kwa namna ya kutetemeka huku aking'ata meno na kutamka ya kwamba dada yangu Rehema ndiye aliyetuma mtu kumuua. Hamza macho yake alisinyaa. Hisia zake zilithibitishwa tu, hivyo hakushangaa sana. Alijua fika lazima mtu aliyemchukia yeye na mama yake atakuwa ni Rehema. Mnamkumbuka Rehema? Au kuna watu wameshamsahau Rehema? Rehema ni mke wa Musiba. Sasa mara baada ya Victoria kusikia jibu hilo, macho yake alijaa hasira huku akikunja ngumi kwa nguvu. Umesema kwamba dada yako ndio aliyetuma muuaji. Wewe na baba yako mnajua vipi kuhusu hili? Nginja na Mjema sura zao zilizidi kuwa mbaya. Hata hivyo Mjema alikuwa mwangalifu mno, hivyo akasema kwamba unadhani hili ni swala la siri sana. Hili ni jambo ambalo ni jambo ambalo linafahamika kwa watu wajua wa familia. Unadhani baba yako Msiba, mjomba wako Simba na hata Jemadari hawakulifahamu hili? Afande Simba mara baada ya jina lake kutajwa alishia kuonyesha hali ya kuganda tu, ila hakupingana na ukweli. Hamza aliishia kukunja sura. Siku zote alihisi lazima Simba anajua, ila anajifanya ajui. Hata hivyo hakujali, na pale pale kwa uzito akasema kwamba niambie kila kitu kilichotokea kipindi cha nyuma. Ni rahisi sana. Miaka ya nyuma iliyopita mamako alikuwa akifanya kazi katika ubalozi wa Roma, lakini vile vile alikuwa ameajiriwa kama jasusi ndani ya kitengo cha Malibu, mwajiri wake akiwa ni Musiba. Hata hivyo katika kukutana kwao mara kwa mara wakajenga hisia za mapenzi ambazo kisheria hazikuruhusiwa. Baadaye pia ikaja gundulika Victoria alikuwa ni mpelelezi wa mamlaka asiri ya Magedon, na hili gundulika akiwa tayari mjamzito. Matokeo yake jambo hili halikubadilika kwa pande zote. Sasa mama yako kutokana na hatari alitaka kuolewa ndani ya familia mzee kwa ajili ya kupata ulinzi yeye binafsi na mtoto aliyoko tumboni mwake. Lakini wakati huo Msiba tayari alikuwa amekwisha chumbiana na dada yangu Rehema. Hivyo ilikuwa ni ngumu kuvunja uchumba na kumpokea Victoria. Isitoshe alikuwa ni shushushu wa Magedon. Nani ambaye angekubaliana na jambo hilo? Wakati huu Jemadari hakuonyesha kujali kabisa masuala ya watoto wake wala familia. Alipoombwa kutoa mtazamo wake juu ya swala hilo, alishia kusema mtoto wake kakosea, ila hana mpango wa kuingilia maamuzi yake atakayoamua dhidi ya Victoria. Na hata hivyo wengi waliofahamu kuhusu swala hili, ingawa hawakupenda, bado Victoria alikuwa amebeba mjukuu wa Jemadari. Hivyo hata kama Jemadari alisema hataki kuingilia swala hilo, hakuna mtu ambaye angekuwa na uthubutu wa kumfanyia mama yako chochote ndani ya kijiji cha Tanganyika. Matokeo yake Victoria akaamua kujitia ukilema wa nguvu zake za nishati na kuamua kuwa mwanamke wa kawaida tu. Baada ya kupoteza nguvu zake, mazingira ya kijijini yalikuwa ya baridi sana na afya yake ikaendelea kuzorota. Kubwa zaidi alikuwa mjamzito. Kwa hiyo maamuzi yakafanyika kifamilia na akatuma mfanyakazi wa muda mrefu kumchukua na kumtoa ndani ya kijiji cha Tanganyika na kumpeleka mjini. Baadaye tulipokea taarifa ya mimba yake kuharibika na yeye kuamua kuondoka. Hata hivyo kutokana na kupoteza mtoto na yeye mwenyewe kutokuwa na uwezo wote wa kinishati, hakuna mtu aliyemjali wala kudadisi zaidi. Sasa mababu wanasema karatasi haibebi makaa ya moto. Baada ya muda Rehema aliweza kuolewa na Msiba. Hata hivyo dada yangu hakuridhika. Hivyo alimtafuta mfanyakazi aliyemtoa Victoria kijijini na kumhoji ili kujua ukweli. Ndipo alipogundua taarifa ya mwanzo ilikuwa ya uongo, kwani Victoria alijifungua na kisha kuondoka na wewe. Hata hivyo kutokana na mateso mfanyakazi huyo aliyoyapata, hakudumu muda mrefu na kupoteza maisha. Rehema alianza upelelezi wake wa chini chini, ingawa hakuweza kujua Victoria alipo. Aliamini kupitia marafiki zake wa nyuma kuna uwezekano akampata. Hivyo katika upelelezi wake aliweza kugundua uwepo wa Naomi ambaye ni rafiki mkubwa wa Victoria wa muda mrefu. Na urafiki wao ulijengwa kwa Victoria kumuokoa Naomi. Kwa hiyo moja kwa moja ikaaminika mtu ambaye Victoria anaweza kumwamini na hata kumwachia mtoto wake ni Naomi. Hiyo ilitokana wakati huo Naomi tayari alikuwa akilea watoto 4. Lakini kutokana na dada yangu kuwa tayari mkwe wa familia mzee, alijua nyendo zake zingefuatiliwa. Hivyo kukamilisha mpango wa kukupata wewe na mama yako ilibidi atugeuke mimi na baba. Mara baada ya kuongea hivyo pale Mjema alionekana kujipa ujasiri
na kisha akasema kwamba Hamza, mimi siwezi kukudanganya bana. Mimi nilituma muuaji kwa ajili ya kukuua. Kama kaka, nilipaswa kufanya hivyo kwa ajili ya dada yangu. Mimi siwezi kujutia kwa sababu ni msiba na Victoria waliomsaliti dada yangu. Hata hivyo hatukujua kilichotokea, kwani jaribio la kwanza la kumuua Victoria jijini Dar es Salaam lilifeli na Naomi akapotea. Baadaye iligundulika upya alihamia mkoani Rukwa akiwa na lundo la watoto ambao hatukujua kati yao wewe ni upi. Hata hivyo katika jaribio la pili, muuaji alifanikiwa kumuua Naomi pekee na wewe ukapotea. Pia muuaji hakurudisha taarifa wala kuwahi kuonekana tena. Hisia zikatuambia pengine jemadari alikuwa akikulinda kwa siri. Hivyo hatukuthubutu kutuma muuaji mwingine wala kufuatilia sana. Na ndipo tulipokuja kugundua hivi majuzi ulipotoweka eneo la tukio, ulichukuliwa mpaka kituo cha kulelea watoto yatima Morogoro. Na kisha ukaja kuchukuliwa na Mr. Black na kwenda nje ya nchi. Hamza alikuwa amesimama tu eneo moja. Msikilizaji, mpaka hapo na wewe umeshapata kapicha umeshapata sasa jinsi ilivyokuwa enzi za utotoni. Kuna haja kukuelezea zaidi? Nadhani utakuwa umeelewa kwa uzuri kabisa msikilizaji. Sasa Hamza hakuonekana kushangaa sana kusikia kweli huo, lakini ilimsaidia kuthibitisha makisio yake na hisia alizokuwa nazo mwanzo. Tofauti na kuwa na hasira, kulikuwa na hisia za kuwa karibu zaidi na Naomi na kuhisi ndiye mama yake mzazi. Kumbe Naomi alikuwa ni rafiki kipenzi wa Victoria. Sasa Hamza hakuwa na kumbukumbu kamili, lakini alikuwa na hisia za matukio ya nyuma yaliyomtokea katika kukua kwake. Alishawahi kumuona Naomi kama mama yake katika vipande vya matukio vya utoto wake vilivyomjia mara moja. Wakati hayo yote yanatokea, Musiba yeye alikuwa wapi? Aliuliza Hamza. Mara baada ya Victoria kusikia swali hilo, alishia kutoa tabasamu la kejeli na kisha kujibu kabla hata mjema. Unadhani atakuwa wapi sasa muoga yule? Mimi nilisimama nje ya geti la nyumbani kwao kwa zaidi ya miezi miwili kuomba kuonana naye tu, lakini hakuwahi hata kujitokeza hata mara moja. Moja ya mambo ninayojutia kwenye maisha yangu ni kumpenda mwanaume muoga. Baada ya Victoria kuongea hivyo, Simba kwa hasira akasema kwamba kakangu sio muoga bwana, we mchawi. Kama sio kwa uchawi wako uliomtupia kaka mpaka akapoteza mwelekeo na kuingia kwenye mahusiano na wewe, unadhani nini kingetokea? Victoria akasema, wewe, nililelewa na Mfalme Armageddon tokea nikiwa mdogo baada ya wazazi wangu kupotea pasipo taarifa. Yalikuwa ni makosa kumtumikia mtu aliyenilea, Eti nimemroga. Kama unachosema ni kweli, kwa nini Msiba siku zote ni mtu wa kujificha tu na hatoki hadharani kunilaumu kwa kumroga? Afande Simba akasema, hivyo unaongea kuvutia upande wako tu ili uonekane huna makosa ama? Hamza kwa sauti ya mara moja akasema, inatosha. Hamza aliingilia ubishani wa watu hao wawili, na ghafla tu alipotea alipokuwa amesimama na kuibukia mbele ya Mjema. Mjema mara baada ya kukutanisha uso wake na Hamza, alihisi pumzi zinamuishia. Mjema akasema kwamba, Hamza, kama unataka kuniua unaweza kuniua. Nimekuambia ukweli wote, hivyo tafadhali naomba usije ukamuua mwanangu. Pia usiwe na hasira dhidi ya Rehema. Aliongea Mjema akiwa na hali ya kukubaliana na lolote lile. Kama ingekuwa uwezo wako wa hila unaendana na kipaji chako cha kuvuna nishati, ungeweza kuwa na uwezo mkubwa kuliko hata wa babu yako Chifunda. Hamza akaambiwa ya kwamba, wewe kwa hiyo unamaanisha nini yani? Yani inamaanisha ni haujaridhika na ukweli niliokuambia? Yani unaongea kama vile kilichotokea hayakuwa makosa yako, na kuigiza kama vile upo tayari kutoa kafara uhai wako kwa ajili ya mtoto wako na familia yako, si ndio? Hata hivyo, ingawa umesema wewe ndiye mhusika, umefanya dada yako kuwa ndiye mwenye makosa. Ulisema kwamba kwa sababu alikuwa dada yako ndio maana ukachukua hatua na kutuma muuaji kumuua mama yangu wa kambo. Lakini je, hukufanya hayo kwa ajili yako binafsi? Kama kweli ulikuwa ukimjali dada yako na kuwa tayari kufanya chochote kwa ajili yake, kwa nini sasa ukamfundisha Herman ujinga wa kujiona yeye ni muhimu kuliko mtu yote? Ulijua fika Herman alikuwa ni kila kitu kwa dada yako, lakini bado ukamfundisha mambo yaliyompelekea matatizo. Alafu uko hapa kwa kutaka kujiita kaka. Uso wa Mjema ulifubaa huku jasho jingi likimtoka usoni. Mjema akasema kwamba umenielewa vibaya. Upande mwingine, Afande Simba alishia kuonyesha hali ya masikitiko. Ukweli tokea mwanzo alishajua Mjema alikuwa akimfundisha Herman mambo yaliyomweka hatarini. Hata hivyo aligundua hilo ameshachelewa tayari. Yani kwamba nimekuelewa vibaya kivipi? Sio wewe uliyekuwa ukinifuatilia kwa udi na vumba ili kuniua.
ukihofia kama nikiwa hai kuna uwezekano nikawa kikwazo kwa Herman kuwa mrithi wa familia, sio wewe Lakini vile vile ukiwa na mpango kwamba Herman akiwa kiongozi moja kwa moja, kwa ujinga wake ataishia kuwa tatizo ambalo ni faida kwa familia yako kuchukua nguvu kubwa. Kwa lugha rahisi, kila ulichofanya ulikuwa ukitengeneza njia kwa ajili ya mtoto wako Shaibu kuja kuwa mrithi. Lakini kwa bahati mbaya huna uelewa wa kutosha juu ya mtoto wako mwenyewe anavyofikiri. Ingawa nimekutana naye mara moja tu, ni tofauti sana na wewe. Anataka kuwa mtu mwenye nguvu, lakini kwa njia zake mwenyewe na sio kwa hila na ufisadi wako. Mjema aliishia kuwa na hali ya kujikatia tamaa, kwa sababu tokea muda alishajua mtoto wake hakuwa akifikiria sawa na yeye. Hata hivyo alishafika hatua ambayo hawezi kugeuka tena. Hivyo aliendelea kuamini kwamba siku moja pengine Shaibu atakuja kuelewa njia zake. Sasa Mjema akauliza kwamba umeongea haya yote, ila ni kwa sababu gani? Nataka uelewe kwamba ukiendelea kufanya ufisadi wako, uhai au kifo vipo ndani ya maamuzi ya mawazo yangu pekee. Kuna mambo sitaki kuyaongea yote, lakini haimaanishi kwamba sijui. Kuanzia sasa usije kumpa wakati mgumu Belda. Mjema kusikia hivyo uso wake ulijawa na hali ya kutokuamini. Mjema akasema kwamba wewe, inamaanisha ni huna mpango wa kuniua? Nini? Inamaanisha uniamini ama? Ukweli bado nipo najiuliza kama nikuue ama nikuache. Basi Mjema akasema kwamba hapana, usiniue tafadhali. Mimi naapia mbele za mababu sitokuja kufanya hila tena na sitokusumbua kwa lolote. Tafadhali. Hebu niache hai. Aliongea Mjema kwa nguvu, huku akiona kabisa hapo kuna nuru ya kuishi. Ondoka mara moja ndani ya kisiwa changu kabla sijabadili maamuzi. Mara baada ya Mjema kusikia hivyo, hata kama ndio Mjema miguu isipotembea utatumia mikono kutembea. Alichukuana na baba yake na kukimbilia uelekeo wa uwanja wa ndege kama watu waliopokea msamaha wa rais. Sio tu kwamba eti walimwogopa Hamza, lakini vile vile walihofia Victoria anaweza kuwashambulia. Muda ule Simba bado alionekana kutokubaliana na matokeo na kujaribu kubembeleza. Simba akasema kwamba Hamza, inamaanisha hutaki hata kufikiria hili Fiona na kusubiria nyumbani. Simba hakutaka kabisa kuongelea swala lililowaleta hapo, kwa sababu mpaka muda huo hata kama akiongea hakuna cha maana kitatokea. Hata hivyo hakutaka kukata tamaa. Aliona labda akimhusisha Fiona, Hamza anaweza kufikiria upya. Hasa mara baada ya Hamza kusikia kauli hiyo, kiasi fulani aligafirika. Hata yeye mwenyewe pia hakuwa akijua maendeleo ya Fiona. Hamza alijiambia ni muda wa kuanza kufikiria namna ya kumaliza mahusiano yao yasio na mwelekeo kati yake na Fiona. Hamza pia aliona kadri uwezo wake utakavyoongezeka siku hadi siku, mtazamo wake ulibadilika na kuwa na hofu tena ya kumkasirisha Regina. Kwa sababu yeye katika mtazamo wake, mahusiano ya mwanamke na mwanaume ni mepesi sana kudili nayo. Endeleeni kumjali na kuhakikisha anakuwa salama. Kuhusu mengine nitajua mwenyewe cha kufanya. Mkale Mbivu akasema kwamba Hamza, wakati jemadari anaondoka alimrithisha Fiona kiambaza ambacho ndio geti kuu la kuingilia kwenye mshipa wa Simba. Kama usiporudi ni ngumu kwa Fiona kuendelea kulinda eneo hilo. Familia yetu ipo kwenye pressure kubwa sana dhidi ya familia za koo nyingine. Aliongea Mkale Mbivu. Hamza alijikuta akishangaa na kujiuliza, hivi kumbe kuna sehemu ya aina hiyo? Aliweza kugundua mipango ya jemadari ilikuwa ni ya miaka ya mbele sana. Waambieni wakimgusa yeye na aliporithishwa siwezi kukaa na kuangalia tu. Hivyo ondokeni eneo hili maana hamkaribishwi. Aliongea Hamza. Mkale Mbivu alitaka kuongea neno, lakini afande Simba alimzuia. Mkale huyo alionekana bado hajaridhika. Hata hivyo alishia kuondoka kinyonge. Mara baada ya kuona wakitokomea mbali, Haiji pale alisogea karibu, alisogea karibu na Hamza na kisha kauliza kwamba Hamza, unawaacha waondoke hivi hivi? Wale ndio wahusika wakuu waliosababisha mateso makubwa kwako na kwa mama yako. Victoria akasema kwamba Black, hebu kaa kimya. Aliongea Victoria akimzuia Haiji kuongea. Black ambaye ni Haiji akasema kwamba Lord Death, kuua ni jambo dogo sana, lakini hata kama tukiwaacha, kwa nini tusiinge waondolea nguvu zao kabisa? Aliongea Black aliyeonekana kuwa na hasira na msiba na wenzake. Victoria akasema kwamba kwa hiyo nitapata nini hata nikiwaua? Kwa uwezo aliokuwa nao Hamza, akitaka kuwaua ni muda wote tu, lakini wahusika ni wengi na hawa watu wawili walikuwa wakiangalia tu kwa pembeni. Kama nikitaka kuwaua walionikosea, si nitapaswa kuua familia nzima? Kuwaua hakutatupa faida yote.
na Naomi aliyepoteza uhai hawezi kufufuka. Hamza alishia kumwangalia mwanamke huyo anayefahamika kama mama yake, na mtazamo wake ulikuwa kama wake vile vile. Ni kweli alitaka kumlipia kisasi mama yake wa kambo, na pengine kama Rehema angekuwa mbele yake angemuua. Hata hivyo, je, kumuua Rehema au Mjema kungebadilisha nini sasa? Yaani kungebadilisha kitu au kweli? Hamna. Afu kiachana na Mjema na wenzake walioshirikiana kula njama, kubwa zaidi kuna Musiba ambaye alikuwa ndiye baba yake mzazi. Sio hivyo tu, uhusika wa Jemadali katika swala hilo ulikuwa na ukakasi. Kimsingi kipindi hicho kama Jemadali angeongea jambo lolote, pengine hali hiyo ingekoma mara moja. Lakini kama alivyosema Mjema, Jemadali alisema hataki kuingilia. Je, ulikuwa ndio msimamo wake kweli? Yaani yeye kama baba, ulikuwa ni msimamo wake kweli kwamba hataki kuingilia mambo ya mtoto wake kuhusu mahusiano yake? Ni kweli? Kwa sababu baba alikuwa analinda status yake vibaya mno. Sasa ni kweli ndio ulikuwa ni msimamo wake? So Hamza aliona pengine hata kama akikutana na huyo Rehema na kumuua, je, itamlipa nini? Isitoshe ni mwanamke huyo huyo ambaye hana familia tena. Mume hana. Mtoto wake naye kashamkosa. Mawazo ya Hamza yalikuwa akimwendesha, hususan muda huo ambao mama yake mzazi alikuwa mbele yake. Sally, hebu toa maagizo watu waje kusafisha hapa. Elezea wageni wetu walioogopeshwa na kilichotokea. Mimi narudi kwenye ngome. Yes King. Sally na wengine hawakuwa na pingamizi na maamuzi ya Hamza. Mara baada ya kuona Hamza anaondoka, Victoria alijikuta akimsogelea haraka na kuongea kwa upole, akasema kwamba Hamza, tunaweza kuongea. Hatua za Hamza zilisimama, lakini mara baada ya kusimama kidogo tu, aliendelea kutembea na kuondoka eneo hilo. Victoria aliishia kusimama kinyonge eneo moja, na macho yake alimwangalia Hamza kwa hali ya majonzi na uchungu. Hata hivyo, hakumfuata. Sally aliishia kumsogelea Victoria na kisha kwa upole sana akasema kwamba madam, nitakuandalia sehemu kwa ajili ya kupumzika. Utaweza kuongea naye baadaye. Nadhani kwa sasa mfalme anataka muda wa kutuliza akili yake kwanza. Aliongea hivyo Sally. Pengine kutokana na wao wote kuwa na hali ya ushetani kwenye mili yao, ndio maana Sally kwa namna fulani alijikuta akimpenda Victoria. Alihisi kama ni mtu anayeendana naye. Wote wanakuwa na hali ya ushetani kwenye mili yao. Sasa fikiria mtoto anaitwa Lucifer. Mama anaitwa Mungu wa kifo. Kuna usalama hapo. Victoria naye aliweza kuhisia jambo hilo. Yaani kuhisi kama ambavyo anahisi Sally, kwamba ni mtu anayeendana naye. So alivyoangalia wanawake hao wa Hamza, kati yao wote Sally ndiye aliyeonekana kumpenda. Yaani Sally amejikuta kumpenda Victoria, Victoria naye amejikuta kumpenda Sally kati ya wanawake wote waliokuwa pale. Isitoshe alikuwa akijua asili ya wanawake wote wa Hamza. Alikuwa anajua sana. Yaani mabebi mama wote wa Hamza alikuwa anajua asili yao, yaani kwamba huyu katokana na nini? Huyu katokana na jini, huyu katokana na moshi, huyu katokana sijui na nguvu gani. Oya, Lord Death alikuwa anajua. Lakini kubwa zaidi alijua Sally alikutana na Hamza akiwa mdogo, na uhusiano wao ulikuwa ni wa maana kubwa sana. Wengine sasa amekutana nao tu hapa juzi hapa. Kabebe ketu ka Regis ka juzi tu hapa. Kina Dina si ni kwenye mission tu hizi. So mama akasema kwamba okay, thank you Sally. Sasa msikilizaji, hapa mama akampenda Sally. Vipi kuhusu Regi? Tusonge mbele. Victoria hata hivyo ni mwanamke ambaye alikuwa amepitia majaribu mengi kwenye maisha yake. Hivyo haraka aliweza kujituliza na kuona aliendee swala hilo kwa hatua za taratibu. Isitoshe alikuwa na ujumbe muhimu sana kwa ajili ya kumwambia, lakini muda huo haukuwa rafiki sana. Upande mwingine, Hamza aliweza kurejea kwenye ngome. Akiwa njiani, watu walioweza kushuhudia uwezo wake wa kutosha, matajiri na vigogo, wote walionyesha sura za heshima na kumsalimia Hamza kwa furaha. Kulikuwa hadi na watu walioenda mbali na kupiga magoti kando ya barabara na kumsujudia Hamza. Wengi wao waliweza kushuhudia vita kati ya Sally na Chifunda pamoja na Chifunda na Victoria, lakini mara tu baada ya kutokea kwa Hamza na kumuua Chifunda kwa shambulizi moja tu, ilikuwa ni jambo lisilo la kawaida kwao. Wengi walioweza kushuhudia jambo hilo walipata uelewa mpya juu ya nguvu ya Hamza alizokuwa nazo. Waliweza kuona umaarufu wa Hamza kwa uwezo ukizidi kupanda siku hadi siku. Mpaka muda huo kuna watu walioenda mbali na kuhisi pengine hata Armageddon Shekiamuni hamwezi Hamza. Siku hiyo ambayo Hamza alimuua Chifunda, kulikuwa na matajiri na vigogo wengi waliowasili kisiwani hapo kwa ajili ya kutoa michango yao. Lakini mara baada ya kushuhudia pambano hilo,
walihisi wanapaswa kuongeza kile walichokuwa wamepanga kugawa. Yaani kwamba kama ulikuwa umeleta kuku, basi takubidi tu upange mpango mwingine wa kuja na ng'ombe, sio huyo kuku wako tena. Hata hivyo Hamza hakujali watu walivyomchukulia au ni kwa namna gani matendo yake alikuwa yameshtua watu. Sababu pekee iliyomfanya kuwa na nguvu nyingi ilikuwa ni kwa ajili ya kulinda watu anaowapenda na vile vile kupata hisia halisi za mafanikio. Isitoshe, kwa sababu ya Victoria kuanza kuwa naye karibu, moyo wa Hamza ulihisi maumivu huku kichwa chake kikiwa kizito zaidi. Muda huo hata baada ya kupewa sifa nyingi, hakusikia kabisa. Mara baada ya kuingia kwenye ngome yake, alipotezea salamu alizokuwa akipewa na wasaidizi na moja kwa moja akaenda kwenye chumba chake. Alipokuwa akitaka kufunga mlango wa chumba, kuna mwanamke aliyekuwa akikimbia na kuingia ndani. Alikuwa ni Yulia. Akasema kwamba Hamza, nilikuwa itatokea kule chini, kwa nini unanipotezea? Aliongea Yulia ambaye alionekana kuwa na mawazo kwa sababu alikuwa amemuita Hamza mara kadhaa pasipo kuitikiwa. Sasa Hamza alionekana kurudiwa na hali yake ya kawaida na kutoa tabasamu. Hey baby Yulia, vipi, kuna tatizo kwani? Mimi nimetuma drone yangu kwa ajili ya kukutafuta, lakini mbona imepotea? Nilidondoka kwenye shimo la volkano na kuteketea. Yaani kwa nini dondokea kwenye shimo? Kwa sababu ndio nilikuwa nikifanyia mazoezi ndani ya hilo shimo. Yulia alishia kumtazama Hamza kwa sekunde kadhaa. Kisha alishindwa kujizuia na kutingisha kichwa kwa kusikitika. Vipi, kuna kitu ulihitaji? Ndiyo. Mpango wa kumfufua Angel unaenda vizuri sana. Tayari tulishakamilisha kifaa cha kunyonya nguvu ya kiroho. Kinapaswa kujaribiwa na uyoga. Lakini pia kifaa maarufu cha kunyonya nguvu ya kiroho kutoka kwenye fuele nacho kipo kwenye hatua za mwanzo za majaribio. Umeondoka muda mrefu pasipo kurudi. Unaonaje ukienda kuangalia sasa hivi? Hamza alishia kukunja ndita na kisha kusita kwa dakika. Naona muda umeenda. Pia nataka kuwa mwenyewe kwa muda. Sasa hivi nahisi kifua ni kama kizito hivi. Kifua kizito? Umekitoa wapi? Wewe ulikuwa kujifunza kwenye lava wewe? Au ni kwa sababu ya ujio wa mama yako ndio maana unajisikia vibaya? Hamza alisogea na kukaa kitandani kisha akaongea kwa kumsikitikia Yulia. Huwezi kuelewa. Mwanamke ambaye hujamwona kwa zaidi ya miaka 20, mgeni kabisa kwako, ghafla tu anajitokeza na kusema ni mama yako. Wewe huwezi kuelewa. Mara mwisho nilipoonana naye alisema ni shangazi yangu. Sijui hata mpango wake ulikuwa ni nini. Na nashindwa hata kumkabili sasa hivi. Yulia aliishia kukunja mikono yake kifuani na kisha akaongea bila hisia zozote. Upo sahihi, mimi siwezi kuelewa. Nimezaliwa na tatizo la hisia na nashukuru sana kwa ajili ya hilo. Maana haya mambo ya hisia naona kama ni ugonjwa tu. Ila kwangu mimi kutaka ukaa mwenyewe na kuanza kufikiria ni kupoteza muda. Watu ndani ya maabara wanakusubiri wewe. Kwa nini usiwekeze nguvu zako kwenye kitu cha msingi? Yulia, hebu acha kufikiria basi kila mtu ni kama wewe. Kwamba ninaweza kudili na hisia ninazojisikia haraka tu. Hisia gani? Hizo ni homoni tu zinasumbua. Mtu unajua masuala ya tiba. Kwa nini unashindwa kuelewa kitu kidogo kama hicho? Alafu binadamu akishakuwa na stress tu, kiwango kikubwa cha cortisol na adrenaline kinazalishwa na kupelekea kuamsha kiwango kikubwa cha sukari cha mwili na kufanya moyo kufanya kazi taratibu. Alafu umesema kifua chako ni kama kimekuwa kizito, yani kwamba hizo ndio hisia kati ya mama na mwana ama? Mara baada ya kuongea vile, alishia kutingisha kichwa kwa kejeli. Kwanza kama binadamu anaathiriwa na homoni za mwili kiasi hicho, basi huo ni utumwa wa mwili wako mwenyewe. Hakuna tofauti na kuwa mlevi sasa. Mimi nidhani wengine ndio wanaweza kuteswa na hisia. Ila kufikiria hata wewe huna tofauti. Yule aliishia kubetua mdomo na kujiandaa kuondoka. Hata hivyo Hamza alisimama mara moja. Akampakua kwa nyuma na kumdondoshia kitandani. Aliishia kumkandamiza huku akimwangalia mwanamke huyo kwa juu. Mara baada ya kutoleana macho kwa sekunde kama 10, Hamza pale pale aliishia kutoa tabasamu la uchungu. Wewe ndio mtu pekee unayeweza kuniongelea kwa namna hii na nisikufanye kitu. Ila huoni wenzako wakisikia unaniongelea hivi watakasirikia? Wewe bwana, niache bwana niondoke bwana. Mimi na kazi zangu hapa za majaribio nataka kwenda kufanya.
anaongea Yulia huku akijaribu kumsukuma Hamza. Wewe umesema mimi naendeshwa na hisia ambazo ni kazi ya homoni. Sasa hizo homoni sasa hivi zinaniambia nikufanyie kitu. Wewe ni mgonjwa nini? Afu unajua kwanza hata mlango haujafunga. Yulia alishindwa kujizuia na kuhisi wasiwasi. Isitoshe kulikuwa na watu wa aina nyingi waliokuwa wakiingia na kutoka kwenye ngome hiyo. Mimi ni mgonjwa. Naelewa sana hilo ndio. Kama nisingekuwa mgonjwa, kivipi niwe na mwanamke kichaa kama wewe? Aliongea Hamza huku akicheka na mara moja akianzisha utundu wake kwa fujo. Mara baada ya saa kupita, Hamza na Yulia walishia kutoka kwenye chumba hicho na kwenda moja kwa moja kwenye maabara. Yulia tembea yake haikuwa ya kawaida. Wewe mtu ana stress zake afu unamletea maneno ya ovyo ovyo. Stress zote zimemalizia katikati hapo. Kwa hiyo tembea yake haikuwa ya kawaida. Na alimkimbilia Hamza huku sasa akilalamika. Yulia akasema kwamba hivi kwa nini tusioge kwanza ndio twende bwana? Yaani wewe umenikandamiza vyote hivyo hata kutembea vizuri mimi nashindwa. Unataka kuoga nini sasa? Si wewe ndio uliyekuwa ukiharakishwa kwenda kwenye maabara. Fanya haraka twende bwana. Anaongea Hamza huku sasa akimshika mabega na kumsukuma. Yulia akasema kwamba usiniharakishe bwana. Kwa nini unichukue muda mrefu kumaliza? Ulitaka tu kimoja Charlie. Hilo ni swala lilo nje ya uwezo wangu bwana. Mimi siwezi kutumia muda mfupi. Wakati wakiwa wanaongea, mara Sally alitokea mbele yao. Sally akasema kwamba Prince, mnaongelea kuhusu nini? Hakuna tu Sally. Vipi? Kuna kitu unataka? Anaongea Hamza huku akicheka. Sally akasema kwamba hakuna tu, tayari nilishadili na mambo yaliyotokea. Nimeandalia chumba Madam Victoria kwenye nyumba za mapumziko za upande wa kaskazini. So nimeona nije nikutaarifu tu. Aliongea Sally na Hamza alibakia kimya kwa muda. Kisha akatingisha kichwa na kusema kwamba okay, nimekuelewa. Vipi majeraha yako? Sally akasema tayari ameshapona. Basi vizuri. Aliongea Hamza huku sasa akinyosha mkono na kuchezea nywele za Sally kidogo. Kisha akasema kwamba sisi tunaelekea maabara. Mbele ya Yulia kuchezewa nywele namna hiyo kama vile ni mtoto ilimfanya Sally kuhisi aibu. Vipi mpango wa kumfufua Angel? Unakwenda kwanza hivi karibuni ama? Nadhani si muda mrefu. Angel anakwenda kupata dada mzuri kweli kweli. Ikifika hatua hiyo nitakutegemea kumfundisha Angel juu ya mambo yote aliyopitwa kwa muda aliyokuwa usingizini. Sally pia alikuwa na hamu juu ya jambo hilo. Isitoshe, yeye ndiye aliyekuwa karibu zaidi na Angel kwa miaka mingi akiwa usingizini. Kwa sababu Hamza alimpa Sally ruhusa pekee ya kuingia kwenye chumba cha siri kwa ajili ya kuangalia maendeleo yake. Sally akasema kwamba natamani pia kumuona akiamka. Isitoshe, kama sio yeye tusingekuwepo hapa leo hii. Asa kauli hiyo ilikuwa kama vile Hamza alikuwa akiwaza. Ilikuwa ni Sally aliyempa ile ari ya kutaka kuishi kwa namna yote ile. Lakini ni Angel aliyemwonyesha njia mpya na maana ya kuwa binadamu. Wasichana hawa wawili wa kizungu wote walikuwa wamemsaidia Hamza kujenga maisha yake kwa namna tofauti. Sally alikuwa na furaha kwa kuona kwamba Angel alileta nuru kwenye maisha ya Hamza na kumfanya afikirie tofauti na alivyokuwa. Kutokana na hilo, alikuwa na huruma mno juu ya Angel kulala pasipo kuamka. Katika kipindi chote hicho kulikuwa na muda ambapo Sally alikuwa akiingia kwenye chumba cha siri na kukaa chini akiongea na Angel kama vile alikuwa akimsikia. Sasa mara baada ya Hamza na Yulia kufika ndani ya maabara, walijaribu kufanya ukaguzi juu ya kifaa maalum cha matibabu ambacho kiliundwa kwa ushirikiano wa wataalamu wote. Kifaa hicho cha vioo tupu na teknolojia hali ya juu kilijengwa kwa msaada wa nadharia kutoka kwenye Earth Axis. Ingawa walikijenga kwa namna tofauti kidogo na maelezo halisi ya Earth Axis kutokana na kwamba malighafi zilizohitajika hazikupatikana duniani bado, ila mahitajio yake yalitosheleza kwa projekti hiyo. Sasa Hamza alijaribu kufanya majaribio ya kifaa hicho kwa kutumia uyoga na aliweza kuridhika baada ya kuona kilikuwa na uwezo wa kuingiza nguvu ya uyoga kwenye mwili wa kiumbe hai pasipo kuumiza tishu za mwili. Sasa hilo lilikuwa hitajio muhimu kwa sababu mwili wa Angel pamoja na ubongo wake vilikuwa vyepesi sana kupata madhara. Walihitaji ufanisi wa hali ya juu katika kudhibiti dawa inayoingia mwilini mwake. Mapema mara baada ya Hamza kuangalia kifaa alichotengeneza Yulia, alivyoweka jiwe la madini ya kale kwenye sehemu maalum iliyotengenezwa, alianza kuona mnunurisho wa nishati ukiingia kwenye chumba kile kama miale ya moshi hivi. Sasa Hamza alishangaa kwa sababu
hakutarajia kama Yulia angeweza kutengeneza kifaa cha aina hiyo kwa haraka sana. Kwa mafanikio hayo, Hamza alizidi kukubali uwezo wa Yulia kwenye masuala ya sayansi. Lakini pia aliona ile kauli ya Yulia ilikuwa na mantiki alivyosema kwamba atatumia sayansi kurefusha maisha yake. Kama alikuwa na uwezo wa kunyonya nguvu za kiroho kwenye mawe hayo na kuingiza kwenye mwili wake, si maana yake kwamba atatumia sayansi pekee kuweza kurefusha maisha yake. Sasa wakati Hamza akijadiliana masuala ya usalama katika utekelezaji wa mpango huo wa ufufuzi na timu yake, ujumbe kutoka kwa Sally ulimfikia. Ilikuwa ni taarifa iliyoelezea juu ya watu kutoka ukoo wa Kiphoenix kutaka kuingia kisiwani kuonana na Priscilla. Sasa mara baada ya Hamza kusikia jambo hilo, alishindwa kujizuia na kushangaa. Mara baada ya kuhisi kinachoendelea kwenye moyo wake, hakutaka kujali sana na pale pale alitoa ruhusa juu ya ndege yao kuruhusiwa kutua. Sasa Hamza aliharakisha ukaguzi wake na mara moja akarudi kwenye ngome kwa ajili ya kumtafuta Priscilla. Mara baada ya kumfikia, alikuwa akifanya mazoezi ya kuvuna nishati. Kitendo cha kusikia kuna watu kutoka ukoo wa Kiphoenix waliofika kumtafuta kilimfanya msichana huyo kupata hisia mchanganyiko. Sasa Priscilla akasema kwamba Hamza, itakuwa ni Nyakasura aliyekuja kunitafuta, si ndio? Kwa nini? Hamza aliweza kuona wasiwasi uliokuwa kwenye macho ya Priscilla. Hata hivyo, aliongea kumtuliza, akasema kwamba subiri kidogo, haijalishi nini kitatokea. Unapaswa kufanya maamuzi kulingana na kile unachojisikia moyoni kwa dhati. Kuhusu mengine nitadili nao mwenyewe. Basi Priscilla alishia kumwangalia Hamza. Uso wake ukakosa jinsi na alishia kutoa tabasamu na kukubaliana naye. Katika ukumbi ndani ya ngome, Hamza, Priscilla, Sally na wengine walikuwa wamekaa kwa pamoja wakisubiri ujio wa watu kutoka ukoo wa Kiphoenix. Haikuchukua muda mrefu, watu watatu waliingia mlangoni. Walikuwa ni Afande Karume, Nyakasura na Hasina. Hasa Nyaka alikuwa akifahamiana na watu wengi waliokuwa ndani ya eneo hilo, hivyo alisalimiana nao wote. Mara baada ya kumfikia Priscilla, walijikuta wote wakiangaliana, lakini upande wa Nyaka hali ya uso wake haikuwa ya kawaida. Upande wa Afande Karume alikuwa na hali ya wasiwasi wakati akimwangalia Priscilla. Sasa Hasina akasema kwamba Hamza, ile eneo lako linavutia mno. Yaani unajua kuyafurahia sana maisha. Aliongea Hasina akivuta kiti mwenyewe na kukaa, huku sasa akiongea kama vile tayari alikuwa mwenyeji. Hamza alihisi huyo mwanamke wa kale alikuwa mcheshi mno kiasi kwamba alionekana kuzoeleka haraka. Kama unataka unaweza kukaa hapa kwa siku kadhaa, usije tu ukaunguza eneo langu kwa moto. Hasina alishia kumwangalia Hamza kwa macho yaliyojaa hali fulani vya kujutia. Hasina akasema kwamba nilitaka kukaa kidogo, ila kwa bahati mbaya na masuala ya kushughulikia. Ila wewe ni hatari sana. Nimesikia umemuua Chefunda. Naona taarifa zinasambaa kwa kasi mno. Hata nyinyi mliokuwa kwenye ndege mmeweza kupata hii taarifa? Aliongea Hamza kwa kawaida tu. Sasa Nyakasura akasema kwamba hili sio swala jepesi. Familia Chefunda na Mjema imekasirishwa mno na jambo hili. Aliongea Nyakasura huku sasa akimwangalia Hamza kwa namna ya kubetua mdomo, isieleweke kama anarembua ama anafanya kejeli. Hata hivyo, hisia za Nyakasura zilikuwa wazi mno. Ni kama mtu ambaye ni kama hakubaliani na ukweli. Zamani uwezo wao kwa kiasi fulani ulilingana, lakini kwa wakati huo hakuweza kuona hata kivuli cha Hamza. Istoshe alikuwa busy naye kujifua kimazoezi. Licha ya juhudi zake hizo, alishindwa kabisa kukaribiana na Hamza. Kuna muda alijiuliza kama yeye ni mjinga, kwa sababu mbona anajitahidi sana lakini Hamza anaonekana kula maisha na wanawake tu. Kukasirika kwa familia ya Chefunda hakunihusu. Niambie nyie, ujio wenu umebeba nini? Yaani kwa nini mnamtafuta Priscilla? Priscilla muda huo kwa wasiwasi alishikilia sketi yake kwa mikono yote, huku sasa akiminya lipsi zake. Kulikuwa na viashiria vya wasiwasi kwenye macho yake. Karume na Nyakasura hawakuongea neno. Hasina aliishia tu kutabasamu. Kisha akaenda moja kwa moja kwenye mada na kusema ya kwamba tayari ulishakisia maana ya ujio wetu. Tupo hapa kwa ajili ya kusahihisha makosa aliyofanywa nyuma na kumchukua Priscilla kurudi nyumbani. Aliongea hivyo kisha akapumzika kidogo na kumwangalia Priscilla. Kisha akasema ya kwamba mtoto, nimeona unafanya mafunzo mpaka umefikia level ya ukamilifu wa mwili. Ingawa sijui kwa nini umeweza kuongeza uwezo wako kwa haraka. Hata hivyo tukiachana na uwezo wako huo, lazima mpaka sasa ulishajua wewe si msichana wa kawaida, si ndio?
Msikilizaji, asilimia kubwa ya wanawake na watu waliokuwa kwenye meza hiyo hawakuwa wakifahamu historia kamili ya wazazi wa Priscilla. Hivyo kusikia maneno ya Hasina iliwafanya kuwa na mshangao. Upande mwingine, macho ya Priscilla yalianza kubadilika rangi na kuwa mekundu, huku sasa mwili ukimtetemeka. Alishindwa kuwa na umakini wa kinachoendelea na alikuwa amepotea kihisia kabisa, ingawa alishahisi juu ya jambo hilo muda mrefu tu. Kutokana na tabia yake tangu totoni ya kucheza na moto na hata kitendo cha Nyakasura kumtembelea mara kwa mara kituoni, lakini bado ilikuwa ni ngumu kwake kujiuliza. Kubwa zaidi ni kwamba jambo hilo pia alihitaji kuongea na baba yake aliyemlea tangu akiwa mdogo. Shida ni moja tu, alishindwa kupata mawasiliano kabisa na baba yake ambaye ni Profesa Singano. Hasa Nyakasura kwa hisia akasema ya kwamba Priscilla, samahani, nimekuwa nikikuficha hili kwa muda mrefu, ila wewe ni dada yangu. Kidani ulichonacho kwenye huo mkufu wako kinaashiria asili yako ya Kiphoenix, aliongea Nyakasura. Kisha pale pale alitoa mkufu wenye kidani kinachofanana kabisa na alichokuwa nacho Priscilla na kukiweka mezani. Priscilla ni kama hakuamini. Pale pale naye pia alitoa kidani chake na kukiweka mezani. Wawili hao walijikuta wakiangaliana. Hali ya hewa ilionekana kama vile muda umesimama. Msikilizaji, tukutane sehemu inayofuata kuendelea kufahamu mengi zaidi, lakini mpaka hivi sasa Victoria bado hajamweleza Hamza ujio wake hapo, yani lengo kuu. Kumbuka na ujumbe kutoka kwa Magendo ya Shakyamuni. Sasa Hamza inakuwa ni ngumu kidogo, yani wewe ukae miaka 20 yote alafu mtu tueti aje tu leo from nowhere akwambie ni mama yako, wakati mwanzo alisema ni shangazi. So lazima utashtuka akili kidogo, lakini kijana wenu Hamza stress kazimalizia kwa Yulia mpaka maskini anashindwa kutembea. So tutafahamu mengi zaidi yatakayoendelea. Mdoto ulikuwa nami Lucas Lumbas. God be with you till we meet again. Bye bye.